Rais William Ruto afanikisha mpango wake wa kunyamazisha upinzani. Ni baada ya maafisa wake kutoa agizo ili Cleophas Malala ambaye ni naibu mwenyekiti wa chama cha DCP kutiwa mbaroni. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Naibu kiongozi wa chama cha Democracy for Citizens Party DCP kwa jina Cleophas Malala amepewa muda wa saa 72 kuwasilisha maelezo yake kwa polisi kuhusu vurugu zilizozuka wakati wa mkutano wake uliofanyika Jumamosi Mei 24 mjini Kakamega. Agizo hilo limetolewa Jumanne Mei 27 na kamanda wa polisi wa kanda ya Magharibi kwa jina Isa Mahamud, ambaye alieleza kuwa Malala anatakiwa kufika katika kituo kikuu cha polisi cha Kakamega na kurekodi maelezo kuhusiana na tukio hilo. Mahamud alisisitiza kuwa iwapo Malala atashindwa kufika kwa hiari yake ndani ya muda huo, basi hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake, ikiwa ni pamoja na kukamatwa kwa tuhuma za kuharibu amani ya jiji la Kakamega. Kwa mujibu wa polisi, tukio hilo liliathiri shughuli mbalimbali za biashara na usafirishaji mjini humo, na inadaiwa kuwa Malala hakutoa taarifa kwa polisi kuhusu maandamano hayo, jambo lililochangia mkanganyiko mkubwa mitaani. Aidha, taarifa za mamlaka zinabainisha kuwa Malala alivunja baadhi ya sheria za barabarani, ikiwa ni pamoja na kuendesha gari kwa mwendo kasi na upande usio sahihi wa barabara. Kamanda Mahamud alieleza kuwa dereva wa Malala alikamatwa wakati wa operesheni hiyo na gari alilokuwa akilitumia pia limezuiliwa na kuwekwa chini ya ulinzi wa polisi. Aidha, alifafanua kuwa sheria zinamtaka mtu yeyote anayepanga kufanya mkutano wa hadhara kutoa taarifa kwa polisi angalau siku 3 kabla ya tukio hilo, na ni jambo ambalo likuzingatiwa na kiongozi huyo wa DCP. Vurugu ziliripotiwa kuzuka wakati msafara wa Malala na seneta wa Nyandarua John Methu pamoja na wafuasi wao ulipochukua mkondo mwingine ukiingia mjini Kakamega. Polisi walilazimika kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji, hali iliyopelekea watu kukimbia hovyo wakitafuta usalama wao. Tukio hilo lilinaswa kwenye video ambazo zimesambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, zikionyesha askari wakifyatua mabomu ya machozi kuelekea kwenye msafara huo na katika umati wa watu waliokuwa wakimshangilia Malala. Baada ya tukio hilo, Malala alitoa taarifa akipinga vikali hatua ya polisi, akieleza kwamba maandamano hayo yalikuwa na amani na kwamba alilengwa na risasi za moto na mabomu ya machozi bila sababu halali. Ingawa hakufika mbele ya polisi kama ilivyotarajiwa, Malala alisisitiza kuwa tukio hilo lilikuwa sehemu ya mapokezi ya kawaida kwa kiongozi wao. Hadi sasa hali ya taharuki inaendelea kutanda katika mji wa Kakamega, huku maafisa wa polisi wakitilia mkazo uchunguzi zaidi kuhusu tukio hilo ambalo limeibua mjadala mkubwa kuhusu matumizi ya nguvu na haki ya kujieleza nchini Kenya.